Mpango wa usafiri lazima uende sambamba na upangaji wa matumizi ya ardhi. Nilikuwa namuonesha Waziri Ulega picha iliyoko mbele yetu pale, tunaiona au hapa pia inaonekana. Ni barabara kubwa lenye mambo yote, mataa, manguzo, kila kitu, lakini ukiangalia kushoto na kulia ni fujo. Hii inaonyesha kwamba mji wetu hatukuupanga mapema. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye kupanga jiji la Dar es Salaam. Hiyo ndio kazi ambayo iko mbele yetu, na inshallah Mungu atuwezeshe tuweze. Ndugu zangu, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 zaidi ya 50% ya Watanzania wataishi mijini. Hivyo ukuaji wa miji yetu lazima uongozwe na mipango inayotazama mahitaji ya muda mrefu. Kwa utatoka sasa kwenye nyumba zile, lakini nadhani tutaweza kwenda nyumba za kunyanyuka ili watu wengi zaidi waingie wakae katika nyumba hizo. Kwa msingi huo, niziagize sasa Wizara ya Ardhi na mamlaka za serikali za mitaa kutambua maeneo ya kuboreshwa, kutenga na kulinda maeneo ya ujenzi wa miundombinu, pamoja na kuandaa mapema mipango ya matumizi ya ardhi kwa kuzingatia mahitaji hayo. Hatua hii itarahisisha wananchi kufikia huduma za usafiri, kupunguza gharama na fidia, kurahisisha utekelezaji wa miradi hiyo tunapopanga mapema. Jitihada hizi hazitaishia Dar es Salaam kama nilivyosema, ni kwa miji mingine pia. Serikali itaendelea kusimamia mipango ya miji na majiji mengine nchini ili maeneo ya barabara, reli, vituo vya usafiri na miundombinu mingine muhimu yaainishwe, yatengwe na kulindwa mapema. Hatua hii itapunguza kama nilivyosema gharama za kulipa fidia kule mbele utakapo kwenda na maendeleo yetu.